Ni tamthilia ambayo inaitwa Jide and Lynette, tamthilia ambayo inahusu washikaji wawili. Mmoja anaitwa Jide na mpenzi wake anaitwa Lynette, ambaye anaonekana kuijali zaidi familia yake kuliko hata familia ya mume wake ambaye anaitwa Jide. Hii imekuwa ni changamoto kubwa katika familia hii, ila kwa sababu tu Jide anaonekana kumpenda zaidi mpenzi wake, basi mara nyingi amekuwa akimsikiliza na kumfuata chochote ambacho anakihitaji. Sasa maswali yamebaki, je, aipende familia yake au ampende mpenzi wake? Karibu sana katika tamthilia hii ambayo inaitwa Jide and Lynette, na hii ni episode ya kwanza. Karibu katika tamthilia yako pendwa kabisa, ni siku nyingine tena, episode ya kwanza kabisa katika tamthilia ambayo inaitwa Jide and Lynette. Sasa ilikuwa ni mapema sana asubuhi, jua lilikuwa limedokeza juu ya majengo ya kifahari mji mmoja wa Dar es Salaam. Jide alikuwa amekaa ofisini kwake, ofisi ni kubwa, akitazama mtaa uliojaa magari ya kifahari na watu wenye sura za heshima. Alikuwa ni mkurugenzi wa kampuni kubwa ya ujenzi, tajiri mwenye uwezo ambaye amekuwa akijulikana kwa usahihi katika ufanyaji wake wa kazi na biashara zake. Lakini changamoto kubwa ni nyumbani kwake, ambapo amekuwa na mke wake ambaye amekuwa akimpenda zaidi, ambaye anaitwa Lynette. Sasa mwanamke huyo ni mrembo, mwenye tabasamu la kuvutia, lakini mwenye tabia za hofu kwa wazazi wake. Sasa Tega amekuwa ni mshikaji ambaye amekuwa kwenye uhusiano huo kwa muda mrefu saizi, zaidi ya miaka mitatu. Sasa alihisi furaha kubwa kila alipokuwa akimuona mke wake ambaye anaitwa Lynette amekuwa akitabasamu, lakini mara nyingi anakuwa na hofu na hana uhakika. Je, anaweza kuwa ni anamchukulia kwa moyo wake wote, au alihisi hofu kwa wazazi wake? Alijua mama na baba yake walikuwa na nguvu za kifedha na kisiasa wakati huo, na mara nyingi walijaribu kumtengeneza kutoka kwenye hekima ya wazazi wake. Sasa siku moja baada ya mkutano wa kampuni, Lynette alifika ofisini kwake kwa tabasamu ambalo limejaa mashaka. Akasema, mpenzi wangu, leo wazazi wangu walitaka tuzungumzie kuhusu ndoa yetu. Alikuwa akizungumza hayo kwa maneno ambayo macho yake alikuwa yakimtazama kwa uoga. Then Jide aliketi karibu yake na akamwambia, Lynette, najua ni wazazi wako, lakini mimi na wewe nimejenga kila kitu kwa ajili yetu. Wewe ni wangu na usiwe na hofu. Lynette alibisha kidogo, akajaribu kuonyesha uthabiti, lakini ndani yake alihisi mchanganyiko wa hisia, upendo kwa mume wake na hofu kwa wazazi wake wenye mamlaka. Hapo Tega aliamua kufanya jambo, lakini kimsingi kumthibitishia Lynette kuwa hana haja kuogopa wazazi wake, bali kimsingi ni kumchukua hatua ya kujitegemea. Sasa alimuuliza, je, ungependa tuanzishe maisha yetu kama familia kamili bila hofu ya mtu yoyote? Sasa Lynette akamtazama kwa macho yaliyojaa machozi ya hisia na mchanganyiko. Akamuuliza, Jide, ninaogopa, lakini hatuwezi kuacha wazazi wangu wanataka tuangalia kila hatua, lakini nakupenda pia. Jide akajibu. Aligusa uso wake akijua kuwa mapenzi hayana ushindi bila kuonyesha ujasiri. Akamwambia, sio lazima waache, lakini lazima tuwe wenye uwazi. Ukiwa nasi utashinda kila kizuizi. Wakati huo simu ya Lynette ilipiga, ikiwa kutoka kwa mama yake, akieleza kwa sauti ya kutisha, Lynette, umeamua nini kuhusu mume wako? Usijidanganye. And the off course, mambo vipi, mambo ni aje? Diamond Platnumz pamoja na Offset wameweza kuchaguliwa kwenye show ambayo inaitwa The Vibe Nation. Yeah. Chris Media 24 tuna run show. Vibe Nation trending kila mtano. Burudani non-stop tunabeba flow. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment bro. Gang